Na tukumbuke kichwa chetu ni kuseek guidance kutoka kwa Mungu. Mungu akutupe mwelekeo. Tunapoomba mwelekeo kwa Mungu anatupa. Mark 10 and verse 46. Marko 10 mstari wake ni wa 46. Andiko yanasema hivi: basi wakafika Yeriko, na Yesu alikuwa anatoka katika mji akiwa na wanafunzi wake pamoja na umati mkubwa wa watu. Maandiko yanaendelea kusema, basi kipofu mwana wa Timayo aitwaye Bartimayo alikuwa ameketi kando ya barabara anaomba maskini. Maandiko mengine, Biblia zingine zinasema anaomba sadaka. Yes. Jina la Bwana litukuzwe. Maandiko yanasema Yesu alipokuwa katika kijiji kimoja cha Yeriko, maandiko yanasema hakuwa peke yake, walikuwa wameambatana pamoja na wanafunzi, na kisha baadaye watu wengi ama umati wa watu ulikuwa umefuata Yesu pamoja na wanafunzi wake. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ningeomba Edwin njoo na ukuje tu na hiyo kiti chako kwa haraka tu. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema katika kijiji kile cha Yeriko. Yes, keti tu hapa. Haleluya. Katika kile kijiji cha Yeriko ni Yesu pamoja na wanafunzi, naye alikuwa amefuatwa na umati wa watu. Maandiko yanasema lakini pale kando palikuwa na mtu ambaye alikuwa ni kipofu. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Upofu si ni ulemavu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni mtu mwenye ulemavu. Hakuwa anaona, lakini alikuwa amewekwa pale kando. Kwa hivyo maandiko yanasema kwa sababu hangeweza kujifanyia kazi kile kitu ambacho alikuwa akifanya, alikuwa akiomba sadaka ili aweze kujisaidia, ili apate chakula cha kila siku. Jina la Bwana litukuzwe. Kama hangesaidiwa na watu, huyu mtu kama angewachiwa shilingi 10-20 hangeweza kusaidika. Haleluya. Na kuna watu wengine wanatumianga walemavu kujinufaisha hawa wenyewe. Bwana asifiwe sana. Lakini leo sitaki kuzungumza habari ya wale watu. Nataka kuzungumza habari ya huyu mtu ambaye alikuwa haoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye haoni hakaangi kama Edwin. Bwana asifiwe sana. Ningeomba diko nikuje unifungie huyu mtu, kwa sababu yeye ni kipofu, haoni. Bwana asifiwe sana. Nifungie tu vile ambavyo hataona, bora tu waache apumue. Haleluya. Maandiko yanasema huyu mtu alikuwa amewekwa, alikuwa amekaa kando ya njia, naye Yesu alikuwa akipita. Chairman, sikuja hapa uwe Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema Yesu pamoja na wanafunzi pamoja na watu wa kijiji. Usifunge sana wajameni. Hata yule alikuwa anapumua. Maandiko yanasema ni kuona hakuwa naona. Si ni kweli? Kwa hivyo hata huyu apumue lakini asione. Ni vizuri kufuata maandiko. Haleluya. Maandiko yanasema alikuwa kando na Yesu pamoja na wanafunzi na watu wa kijiji walikuwa wameambatana. Kwa hivyo mnaweza kuja mosmos pole tu. Nyinyi wawili mnaweza tu kuja tu pole. Jina la Bwana litukuzwe. Maandiko yanasema huyu akaweza kusikia Yesu anapita. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu hakuwa naona lakini alikuwa anasikia. Haleluya. Waweza kuwa hauoni lakini unasikia. Huyu kipofu hakuwa naona lakini alikuwa anasikia. Maandiko yanasema aliposikia Yesu anapita, kile alichofanya alipasa sauti. Bwana asifiwe sana. Akajua leo nitaweza kutumia huu muda
nitaweza kutumia huu wakati. Kama Yesu anapitia hapa, nimetaabika kwa miaka mingi, nikazaliwa nikiwa sioni, lakini leo sitaachwa. Haleluya. Kile alichofanya, akaanza kupasa sauti. Pasa sauti. Haleluya. Akaanza kusema, Yesu mwana wa Daudi. Haleluya. Yesu mwana wa Daudi. Na waliokuwa wameambatana pamoja na Yesu wakamwambia, nyamaza. Akaambiwa nyamaza. Akaambiwa nyamaza. Akaambiwa nyamaza. Haleluya. Akaambiwa nyamaza. Jina la Bwana litukuzwe. Yesu anapita. Akaambiwa nyamaza. Akaambiwa nyamaza. Akaambiwa nyamaza. Kile kinanifurahisha, hakuweza kunyamaza. Aliweza kutumia ule muda. Jina la Bwana litukuzwe. Na akaweza kutumia wakati wake. Akapasa sauti. Akasema, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Naomba uniondolee shida siku ya leo. Biblia inasema Yesu aliposikia sauti, akasema kila kitu kinyamaze. Haleluya. Leo niko na ujumbe wako. Utakapopasa sauti mbele za Bwana, atasimamisha kila biashara yote. Jina la Bwana litukuzwe. Atasimamisha kila biashara. Licha ya kuwa kuna watu wamejaribu kukuzuia, nataka niwatabirie, tunapoingia mwezi wa Mei, usikubali kunyamazishwa. Pasa sauti yako. Hata watu wakuambia nyamaza, magonjwa yakuambia nyamaza, usinyamaze. Pasa sauti mpaka Yesu aweze kusikia. Jina la Bwana litukuzwe. So huyu jamaa hakunyamaza, aliendelea kupasa sauti. Hata baada ya kusimamishwa, akapasa sauti. Hakutaka kujua ni baunza gani wanamsimamisha. Haleluya. Wewe leo umekuwa ukisimamishwa na shida zako. Siku ya leo nataka usahau na hizo shida zako. Pasa sauti, waambie Yesu mwana wa Daudi, leo nataka unirehemu. Leo nataka uniondoe katika hali hii. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakunyamaza na yeye hakuwa naona. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Yesu akasema kila kitu kinyamaze. Haleluya. Nataka nitangazie kwa yule ambaye hata nyamaza mwezi wa Mei, kila kitu kitanyamazishwa. Jina la Bwana litukuzwe. Wewe ambaye hautanyamaza mwezi wa Mei, hata maadui wakijaribu kukunyamazisha, usikubali kunyamaza. Magonjwa yajaribu kukunyamazisha, usijaribu kunyamaza. Madeni yajaribu kukunyamazisha, usijaribu kunyamaza. Pasa sauti, waambie Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Haleluya. Hapo ndio mahali ambapo Yesu atasimamisha kila kitu. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu kimoja kinanifurahisha cha huyu jamaa. Maandiko yanasema hakuwa naona. Si ni kweli? Lakini alipopasa sauti, Yesu akasimamisha kila biashara na akasema huyo mtu na aletwe. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Akasimamisha kila biashara yote na akasema yule mtu na aletwe. Jina la Bwana litukuzwe. Akamuuliza, shida yako ni nini wewe? Haleluya. Akasema shida yangu kwa muda mrefu imekuwa ni kutokuona. Jina la Bwana litukuzwe. Sijui wewe shida yako imekuwa ni nini? Sijui wewe dada ambao unanisikia shida yako imekuwa ni nini? Sijui wewe mzee shida yako imekuwa ni nini? Leo Yesu anaitana na kunyamazisha kila kitu na kukuuliza wataka nini? Haleluya. Wataka nini? Wataka nini? Yesu anauliza wataka nini? Anauliza wewe mama wataka nini? Anauliza hiyo familia wataka nini? Ni nafasi yako ya kusema kile kitu ambacho unakitaka. Bwana asifiwe. Akamwambia, nimekaa siku nyingi pasipo kuona. Shida yangu ni moja tu, kuona. Haleluya. Shida yangu tu ni moja, kuona. So nataka kuona. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Naye huyu kipofu alikuwa mtu mwenye imani. Jina la Bwana litukuzwe. Ambia jirani, inua imani.
Haleluya. Usiite Yesu pasipo imani. Ita Yesu ukiwa na imani. Hata kile ninachomuitia atakaposikia sauti yangu, anene pamoja na moyo wangu, shida zangu zitakuwa zimefika mwisho. Haleluya. Alikuwa amechoka na kuwekwa kwa barabara. Alikuwa amechoka na kutumiwa. Akasema sasa ninataka kuona. Sijui ni wangapi siku ya leo wangesema Yesu mwana wa Daudi nifungue macho niweze kuona sawa sawa. Yesu mwana wa Daudi nimalizie hizi shida ambazo zimenikumba. Yesu mwana wa Daudi nimechoka na kukaa hali hii kwa muda mrefu. Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Haleluya. Sijui ni wangapi wangesema Yesu mwana wa Daudi pasipo kunyamaza, pasipo kusikia uoga, pasipo kuogopa, pasipo kupata aibu, pasipo kuona ni watu wangapi wamewatazama. Haleluya. Unajua kuna watu wao wanasema nikisema na watu waweze kujua kile ninachokipitia, my sister, my brother, watu hawezi wakakuondoa katika ile shida unayopitia. Hawezi wakakuondoa katika upofu wako. Hata wengine wanateka advantage katika upofu ambao uko nao. Bwana asifiwe. Huyu hakujali ni wangapi watamweka mjeredi. Bwana asifiwe sana. Pia hata na wewe wacha kuogopa ni wangapi watakayesikia kile ambacho unakipitia. Wacha upase sauti na shida yako ifike mwisho. Haleluya. Shida yako ikafike mwisho. So huyu jamaa hakuweza kuangalia umati, hata hakuwa naona. By the way, ni kusikia alikuwa anasikia. Na kitu kingine kinanifurahisha cha huyu jamaa, alikuwa ni mtu ambaye amejawa na imani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu alijua nitakapopasa sauti na Yesu asikia sauti yangu, anene jambo juu yangu, upofu unafika mwisho. Haleluya. Nami nakutabiria upofu wako na ukafike mwisho. Upofu wa kukosa kazi ukafike mwisho. Upofu wa kukataliwa na ukafike mwisho. Upofu wa kutengwa na ukafike mwisho. Familia yenu imetengwa na ikafike mwisho katika jina la Yesu. Sijui ni nini kinakusumbua. Natangaza leo na ikafike mwisho katika jina la Yesu. Kama vile leo ni Jumapili ya mwisho ya mwezi wa Aprili, natangaza kile kimekuwa kikukusumbua hautaenda nacho mwezi wa 5 katika jina la Yesu. Kwa sababu siku ya leo tutaita Yesu mwana wa Daudi. Tuita Yesu mwana wa Daudi. Tumetabika sana. Yesu mwana wa Daudi na ataweza kukurehemu. Ataweza kukusikia. Majority ya watu walikuwa wanataka huyu kipofu akae hivyo. Hivyo ndio majority wa watu wamekuwa wakitaka wewe ukae na hizo shida zako. Lakini leo nakutabiria usinyamaze. Haleluya. Ambia jirani usinyamaze. Tingiza jirani, mwambie neighbor usinyamaze. Ni wakati wako. Tumia nafasi yako. Bwana amekupea kinywa. Fungua kinywa chako. Muite Bwana. Haleluya. Muite Bwana. Mwambie Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Haleluya. Haleluya. Nataka kunenea mtu ambaye amenyamazishwa kwa muda mrefu. Haleluya. Wewe ndio ninayenenea siku ya leo. Na sijui kama mnanielewa. Sijui kama mnanishika. Wewe ambaye umenyamazishwa, aidha ni magonjwa, aidha kwenu hauna say kwa sababu hauna kakitu. Leo huu ujumbe ni wako. Imeenda ikawa umeingia katika kila ofisi ukikataliwa. Leo ninakupa jawabu, na jawabu ni hili: usinyamaze. Haleluya. Usinyamaze. Haijalishi wale ambao wamekuzingira, haijalishi wale ambao wanakuzuia. Oh, haleluya. Haleluya. Watu wanaweza wakakuzuia, lakini hawezi wakazuia Mungu kukutembelea. Haleluya. Walizuia mtu asipase sauti, lakini yeye akakosa kuogopa, akapasa sauti. Yesu akasimamisha kila kitu.
Natangaza Yesu akasimamishe kila kitu. Ni kwa ajili ya changamoto ambayo unapitia. Natangaza Yesu akasimamishe kila kitu. Ni kwa sababu yako wewe. Ni kwa sababu ya familia yako. Ni kwa sababu ya familia yenu. Ni kwa sababu ya watoto wako. Ni kwa sababu ya maisha yako. Ni kwa sababu ya kanisa lake, katika jina la Yesu. Haleluya. Angenyamaza Yesu angempita. Bwana asifiwe sana. Lakini aliweza kujua siri. Sitanyamaza. Mdomo haujafungwa. Haleluya. Ambia jirani hata hujafungwa mdomo. Haleluya. Mwambie hata wewe haujafungwa mdomo. Pasa sauti. Haleluya. Kile kinanifurahisha tena cha huyu mtu. Yesu aliposimamisha kila kitu na akamwita na akamuuliza wataka nini? Akamwambia nataka kuona. Haleluya. Hata hakuwekelewa mikono. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Yesu hakumwekelea mikono. Alimtazama na akamwambia imani yako imekuponya. Jina la Bwana litukuzwe. Si lazima uwekelewe mikono. Si lazima ukienda kila mahali mpaka uwekelewe mikono. Jina la Bwana litukuzwe. Muamini Mungu. Hakumwambia receive in Jesus name. Alimtazama. Alimtazama. Akamwambia ewe ndugu, imani yako ni kubwa sana. Haleluya. Umepokea uponyaji. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Leo ningetaka kunenea kila mtu ambaye amekuwa kila wakati akisikia mchungaji anahubiri habari ya kufunguliwa mikono. Haleluya. Monday ukisikia mwingine mikono. Tuesday ukisikia mwingine mikono. Wednesday ukisikia mwingine mikono. Kabla ukuje hapa Jumapili umewekewa mikono 6. Pastor wako akikuja mikono ya 7 mpaka unachanganyikiwa. Toka katika hiyo hali. Haleluya. Wengine ndio wanapata mambo yanazidi kuwa magumu. Kwa sababu unaenda kila madhabahu. Na ujui haya madhabahu yananena juu ya nini? Jina la Bwana litukuzwe. Maandiko yakasema si wote wamuitao Bwana Bwana. Bwana asifiwe sana. Sio wote wanamuita Bwana ati hawa ni wa Mungu. Hata maandiko yanasema si wote wamuitao Bwana Bwana watakaingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu kuna wengine wamekuja wa kujifananisha. Bwana asifiwe sana. Ambia jirani wacha kuwekewa kila mikono mahali uendapo. Na hata wengine ndio wameanza kuwa na kiara kama mimi kwa sababu ya mikono. Waliwekelewa mikono. Bwana asifiwe sana. Amini Mungu. Leo nataka nikusaidie. Amini Mungu. Bwana asifiwe sana. Amini Mungu. Hii madhabahu yananena. Amini Mungu katika madhabahu haya. Maandiko yanasema alimwangalia. Akasema wewe imani yako ni kubwa. Kuanzia sasa unapata kuona. Haleluya. Si mikono alimwekelea. Jambo la pili linanifurahisha kwa huyu mtu. Huyu mtu hakuwa naona. Si ni kweli? Baada ya kufunguka macho hakwenda kutafuta mama mwenye kumzaa. Hakwenda kutafuta baba yake. Hakwenda kutafuta ndugu yake, hata dada yake, hata hakutaka kujua kwao. Aliweza kufuata yule ambaye alimmalizia shida. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Hakutaka kujua kwao. Hakutaka kujua mama yake. Haleluya. Mama alikuwa ameshindwa kumalizia shida. Kwa sababu maandiko yanasema baada ya kuona akafuata Yesu. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Pia na wewe nataka nikunenee siku ya leo ya kuwa Yesu anapokutendea wacha kwenda kujionyesha kwa watu. Haleluya. Wacha kwenda kujionyesha kwa marafiki. Kaa kwa Yesu. Fuata huyu Yesu. Fuata njia zake kwa sababu huyu alimfuata. Alifuata yule ambaye ni Simba wa Yuda, aliyemumalizia shida zake zote. Kuna shida moja tunakuaga naye. Baada ya kubarikiwa tunawacha Yesu. Baada ya kufunguliwa macho
tunakuwa busy. Baada ya kupelekwa kiwango kingine, haupatikani katika huduma ya Mungu. Mnajua siku hizi nimekuwa manager, mnajua siku hizi naongeanga na wakubwa. Wajameni, wacha kusahau na yule ambaye alikutoa upofu. Haleluya. Watu wamekuwa wakikutumia katika kando ya barabara. Yesu akasikia sauti yako, akakuondolea ule upofu ambao ulikuwa unakuzuia kuona. Baada ya kuona, badala ya kufuata Yesu, unafuata watu. Ama unafuata kazi. Ndio tunaambiwa na diko. Haleluya. Unakuwa busy. Ambia neighbor, baada ya kuona usikue busy sana. Haleluya. Baada ya kuona usisahau na yule ambaye aliweza kusikia sauti yako, akasimamisha kila kitu na akamlisha kuona kupatikane ndani mwako. Bwana asifiwe sana. Ienda ikawa tumekaa katika hali ya upofu kwa mwezi wa 4. Nataka nitangaze mwezi wa 5. Hii ikiwa Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 5, nataka nitabiri ya kuwa upofu na ukafike mwisho. Imani yako na ikafanye ukaona katika jina la Yesu. Kila changamoto unayepitia, Jehova na akasimamishe kila kitu. Ni kwa sababu yako, kama vile ambavyo alisimamisha kila kitu katika kijiji cha Yeriko ili huyu mtu aone. Natangaza na ukaone. Natangaza na ukaone. Natangaza upofu wako ukafike mwisho. Natangaza breakthrough katika jina la Yesu. Yesu haonangi mlima anapokuja kutekeleza yale yameandikwa kwa ajili. Jambo lingine, Yesu hawezi akazuiliwa. Watu wanaweza wakajaribu kukuzuilia, lakini siku yako ikifika, haleluya, siku ya huyu mtu ilikuwa imefika, kwa sababu aliwekwa tu exactly mahali ambapo Yesu alikuwa akipita. Nami nitangaza, haleluya, ombi utakalo liomba Yesu na akaisikie, Baba wetu na akasikie, na akakutana na mahitaji yako, na akakutana na shida zako. Jina la Bwana litukuzwe, na upofu ukafike mwisho na ukaone, in Jesus name. Kuna watu wamekutumia, natangaza ikafike mwisho. Kuna watu wamekutumia kwa miaka mingi, nasema na ikafike mwisho. Kama vile vipofu wao wanatumiwa, natangaza kule kutumika umetumika kukafike mwisho. Na kuanzia sasa na ukaone. Na kuanzia sasa na ukafunguke macho. Na kuanzia sasa na ukaweza kuona. Na baada ya kuona, mfuate huyu. Mfuate Yesu. Usimwache Yesu. Baada ya promotion, usimwache Yesu. Baada ya kuitiwa kazi, usimwache Yesu. Uponyaji, ile kitu ambacho wewe unahitaji ni kitu kinaitwa imani. Hata ukikuja hapa nikuwekelee mikono na nikumwagia mafuta kibuyu mzima, pasipo imani ni kazi bure. Kwa hivyo ningiomba ukitoka katika ule mlango leo, toka ukiwa umeinua imani yako. Sijui ni nini ambacho unakipitia, sijui ni upofu gani ambao uko katika maisha yako. Bwana asifiwe. Yesu anakuuliza unataka nini? Niambie neighbor, utakapoulizwa nini, wacha story. Ambia jirani, wacha story. Wacha story. Huyu hakusema sijui nilizaliwa, sijui nilikuwa ninaachwa, sijui wakati mwingine siku anapewa sadaka. Hapana, alimwambia shida yangu ni kuona. So ambia jirani, sometimes unakuwa na story. Mwambie wacha story. Haleluya. Alimwambia mimi shida yangu tu ni unifungue macho.
ili niweze kuona. Na maandiko inasema alipoona akamfuata Yesu, akaenda kuhubiri injili pamoja na Yesu. Bwana asifiwe. Naye utakapofunguka macho, usimwache Yesu, swaga injili, fuata Yesu, usimwache yeye aliyefanya uweze kuona, usimwache, ufuate. Unajua wengine wangeanza story hii, kwetu ni wapi? Kuna kuwa na miti. Mama, unaona sasa? Lakini alijua huyu ndiye ameniponya, huyu simwachi. Bwana asifiwe sana. Nafuata huyu ambaye ameniponya. Hebu tu tuambiane ukweli. Singekuwa ni wewe ungeanza kuuliza na ndugu yangu wako wapi? Alikuwa nakaaje? Na kwetu ni wapi? Ni ng'ambo hii ama ni ng'ambo hii ama ni pande hii? Lakini alijua hao walikuwa wameshindwa na shida ambayo nilikuwa ninapitia. Nikapata moja wa kuniondolea hii shida, huyu ndio siwachi. Huyo ndio ninafuata, ndio tunaenda na yeye, hiyo ingine tukajulie mbele. Bwana asifiwe sana. Amen. Leo natangaza ukapokee kuona. Amen. Mara ya pili ukapokee kuona. Amen. Mara ya tatu ukapokee kuona. Amen. Mara ya 4 ukapokee kuona. Amen. Mara ya 5 ukapokee kuona. Amen. Mara ya 6 ukapokee kuona. Amen. Na mara ya 7 ukapokee kuona. Amen. In Jesus name. Baba, tunasema ni asante. Kuna watu mahali hapa wamekuwa hawaoni, wamefungwa macho. Naomba kupitia neno hili likanene kwa ajili ya kila mzee, kila kijana mwanalika, kila mama, kila mtoto, kila familia ambaye Bwana inasikia sauti hii. Upofu ambao wamekuwa nao kwa muda mrefu, naomba kupitia jina lako, nikiwa kama mtumishi wako, wakapokee kuona, wakapokee kuona jinsi ulivyotazama yule kipofu, na ukamwambia kupitia imani yake akapokee kuona, na baada ya kuona akakufuata. Natangaza Jehova, nasi utakapotuhurumia na kutuondolea kila aina yote ya changamoto, kila aina yote ya magonjwa, Bwana tutakufuata, hatutakuacha, tutaandamana pamoja na wewe. Baba, naomba ukutubariki, ukatuinue, ukatutendee mambo makubwa. Naomba Baba ukainue imani zetu ambayo wamepungukiwa na imani. Naomba ukainue imani yao, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu na hata uwezo. Pokea sifa, pokea shukrani. Baba, wafahamu kila moja upofu walio nao katika maisha. Baba, si tukumbuke. Baba, si turehemu. Si tukumbuke Jehova, ili tukapate kuona. Jehova Mungu, upofu huu umefanya tukachekwe kwa muda mrefu. Tuondolee upofu Jehova Mungu, tuondolee upofu, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu na hata uwezo. Katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kuomba na hata kuamini. Tuseme amen. Wacha tupigie Mungu wetu makofi mazuri. Haleluya. Hata huyu ameona. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Natangaza kuanzia dakika hii ambavyo ndugu yetu amefunguliwa macho, na kile kitambaa kilikuwa kimefunga, pia na wewe kile kimekufunga kimekufungua. Amen. Umefunguliwa, kimekuachilia katika jina la Yesu Kristo.